Naam, asante sana mtazamaji, matumaini yangu kwamba wewe ni mzima wa afya popote pale ulipo, ukiendelea kufuata vema matangazo yetu ya kila siku na vipindi mbalimbali kutoka channel yako ya Tukutan TV. Katika runinga yako ni Tukutan TV, tuko mashariki mwa nchi ya Kongo, ni moja kati ya majimbo, tuko jimboni Kivu ya Kusini. Mimi ni Dinamike Malembe wa TK TV na mshika picha wangu ni Pepewe Wilonja. Leo nimekuja tufanye uchambuzi kidogo na kuhusiana swala la kuingia kwa wanajeshi au vikosi vya wazalendo katika mji wa Baraka tarafani Fizi ambavyo viko katika muungano wa kwenda kumsaidia William Amuri Yakutumba. Na kabla ya kuendelea mtazamaji, ni kwamba Tukutan TV tunatoa mkono wa pole kwa familia mzima na wakongomani wote haswa waliopo tarafani Fizi ambao walikwenda kukumbwa na kifo hiki cha General Kibukila Mtetezi ambaye alikwenda kutuacha hapa majuzi na kwenda kuiaga dunia. Hivyo tunatoa mkono wa pole na pole pia kwa familia zote zilizopo nchini Kongo na nje ya Kongo na umoja wa Bembe wote waliopo uko nchini Marekani na Ulaya. Basi tuachane na uko, tuliangalizia hili swala mtazamaji. Mpaka sasa nipende nikwambie kwamba majimbo mawili yaliyopo nchini Kongo, moja kati ya majimbo 26 mpaka sasa, waasi wa M23 walikwenda kufanikiwa kugusa au kukamata baadhi ya miji iliyopo katika majimbo mawili ya mashariki mwa nchi ya Kongo, hususa ni katika jimbo la Kivu ya Kaskazini na Kivu ya Kusini. Tunavyozungumza mpaka hii leo, mji wa Goma na Bukavu ni moja kati ya miji mikubwa ambayo mpaka sasa bado endelea kulindwa au kuzaminiwa au kushikiliwa na kuwa chini ya wa M23. Na hivyo mpaka sasa raia walioko mjini Goma na huko mji wa Bukavu waendelea kupeleka habari zao za kuwa na wasiwasi mpaka pale ambapo waendelea kuishi na waasi katika miji hiyo miwili. Mtazamaji, sasa kushikwa kwa miji hii miwili mikubwa ya nchi ya Kongo mashariki mwa nchi hiyo inaletea wasiwasi raia walio wengi, lakini hatuko kule. Nilipenda nikueleze kwamba mpaka sasa mji wa Goma na Bukavu bado uko chini ya uangalizi wa waasi wa M23. Leo nimekuja tufanye uchambuzi na tufanye comment kulingana na kuingia kwa majeshi au vikosi vya wazalendo kutoka jimbo tofauti na miji mingine tofauti ya mji au wa nchi ya Kongo. Mtazamaji, mjini Baraka hususa tarafani Fizi kumekwenda kushuhudiwa kuingiwa na makundi au kuingiwa na vikosi vingi vya wazalendo kutoka eneo tofauti na mbalimbali. Na hapa mtu wa kwanza ambaye ni mwanajeshi kamanda ambaye alipata kuboboya katika mapambano, ambaye alikuwa na jina katika mapambano uko nyuma, siku za uko nyuma, enza zamani sana, huyu ambaye anajiita Dragira alikwenda kushuhudiwa kuingia hapa mji wa Baraka. Dragira alikuwa ni mtu wa kwanza ambaye alikuja kumunga mkono William Amuri Yakutumba na kusema kwamba yuko njiani kwenda kufanya mapambano na waasi ili kwenda kuzuia waasi wa M23 kuto kuingia katika matarafa mengine au katika mikoa au mikoa mingine ya nchi ya Kongo. Hivyo tulivyopata kujiana na Dragira, moja kati ya wanajeshi wa shupavu sana mkongwe, aliwahi kufanya uvamizi au mapambano enza zamani sana. Mtazamaji, Dragira alisema kwamba yeye hajaja hapa kufanya mizaa, bali anakwenda kusukuma adui, kurudisha adui nyuma huko alikotoka, maana yeye kwa upande wake anakwenda kukamata M23 kama wanyang'anyi ambao wanapenda kunyang'anya nchi kimabavu isipokuwa sio udongo wao, huku wakileta sababu zisizofahamika kwa wafanyasiasa wanaoifanya siasa. Hivyo mtu wa pili mtazamaji, au kikosi cha pili kilikuwa chake Kamanda Dragon. Huyu ni moja kati ya wanajeshi wa shupavu wa wazalendo ambaye anatokea jimbo la Maniema. Kamanda Dragon alikuwa ni mtu wa pili kuingia na kikosi chake Baraka na kutambulisha rasmi na kusema kwamba yeye ni moja kati ya makamanda wanaosimamia wanajeshi wazalendo katika jimbo la Maniema. Usichokifahamu ni kwamba huyu jamaa ana wazalendo aina kabila moja wanaitwa Wabuyu. Wanakuambia Wabuyu ni moja kati ya makabila hatari sana katika mapambano. Hivyo ni mtu wa pili ambaye tulivyopata kuhojiana naye alikwenda kusema kwamba naye amekuja katika moja ya lengo ya kwenda kusaidiana na William Amuri Yakutumba ili kurudisha waasi nyuma wa M23. Hivyo yuko njiani anaelekea pia naye maeneo ya Kamanyola huko ambako kuko kambi za wanajeshi wengi wa wazalendo. Na mtu wa tatu hapa majuzi tulikwenda kumpokea msemaji mmoja ambaye anaitwa
Le Sauveur. Huyu ni msemaji wa kundi moja lililo chini la Mayaya Malumbi. Ni kamanda mkuu ambaye anaongoza jeshi la wazalendo kutoka mjini Kalemia. Hivyo Mayaya Malumbi alipita na kikosi cha kwanza kujelekeza huko kwenye shamba la vita aliyoko William Amuri ya Kutumba. Na kikosi chake cha pili ndio hiki ambacho kinatambulishwa naye anaitwa Abdallah Le Sauveur. Huyu jamaa tulipopata kuzungumza naye anasema kwamba na yeye amekuja na kikosi hicho ili kwenda kumshindikiza kamanda William Amuri ya Kutumba kusukuma adui na kuwarudisha nyuma. Mpaka sasa, ndugu mtazamaji, ni vikosi vitatu ambavyo vimepata kuwasili mjini Baraka. Wanajeshi ambao wako imara na wako na mavazi yao ya kijeshi wanaelekea kwenye shamba la vita kusaidiana na kamanda William Amuri ya Kutumba. Mtazamaji, mpaka hapo sasa ndipo palipo na swala letu au swali. Siku ya leo tunaangazia hili swala la uwepo au kuingia kwa vikosi vitatu vya wazalendo kutoka miji tofauti au mikoa tofauti ya mji wa Baraka. Na watu wamekuja kuungana na William Amuri ya Kutumba kusukuma adui kurudia nyuma. Kwa upande wako mtazamaji ambaye unanifuata popote pale ulipo, unafikiria je, wazalendo itakuwa ni jeshi tosha na imara kuwasukuma wanajeshi wa M23 kurudi nyuma na kukatisha matumaini ya nchi ya Rwanda kutokuendelea kuingilia kati mikoa miwili ya mashariki mwa nchi ya Kongo, kama inavyoripoti baadhi ya magazeti mengi ya habari iliyopo mjini Kinshasa na maeneo mengine ya bara la Afrika? Wanaripoti kwamba muungano wa AFC M23 wako chini ya uangalizi wa nchi ya Rwanda. Kwa upande wako mtazamaji, uwepo wa wazalendo leo hii katika vijiji au katika miji tofauti mashariki mwa nchi ya Kongo ambako tuko jimbo la Kivu ya Kusini, wanakuambia wanajeshi au wazalendo waliopo mjini Uvira ndio ilikuwa ni sababisho tosha la waasi wa M23 kuto kuingia katika matarafa haya mawili, tarafa la Uvira na tarafa la Fizi. Inasadikika kulingana masemi ya raia kwamba bila wazalendo leo tarafa la Uvira na Fizi basi ingekuwa mikononi mwa waasi wa M23, lakini wamekwenda kusaidia pakubwa kama masemi ya raia wanavyokwenda kushuhudia katika vijiji mbalimbali vya tarafa la Fizi na tarafa ni Uvira. Upande wako je, unaamini hilo ni kweli au ni kwa sababu jeshi la M23 alijaamua kuingia tarafani Fizi au kuingia tarafani Uvira? Kwa upande wako wewe kama vile raia, una neno gani kulingana na haya masemi na uchambuzi wa raia au wananchi wa Kongomani walioko tarafani Uvira na Fizi? Haswa hapo mtazamaji, mpaka sasa ni kwamba wanajeshi wazalendo wake William Amuri ya Kutumba na muungano wengine wa wanajeshi wazalendo kutoka mjini Uvira, Mwenga na matarafa mengine yanayounda la Kivu ya Kusini, wote hapo mjini Uvira ni wa majimaji ambao kwa sasa wanajiita wazalendo, wako njiani mpaka sasa kwenda kupambana na adui. Mtazamaji, wanakuambia mpaka hii leo wako katika 80% ya kwenda kuweza mji wa Bukavu. Na hivyo wamejipatia matumaini na kuwapa matumaini raia wote wa tarafa la Uvira na Fizi kwamba wasiwe na wasiwasi kwamba wao watakwenda kukomboa mji wa Bukavu na watakwenda kukomboa mji wa Goma. Masemi ya raia waliopo mjini Bukavu na Goma wanakwenda kushuhudia katika mitandao ya kijamii na hata kutuma na tangazo kwamba silaha ambazo wanatumikisha waasi wa M23 ni silaha za hatari ambazo wazalendo hawatakwenda kupigana nazo au kujipinga na waasi yao. Lakini wazalendo walikwenda kujibia wakasema kwamba mapambano si silaha bali mapambano ni plani. Mapambano ni vitu ambavyo vinapangwa, ni tofauti zaidi sana na silaha. Hivyo wazalendo walijipa matumaini na wakawapatia matumaini raia kwamba tofauti na vifaa, tofauti na silaha, wao wako tayari kukomboa mji wa Bukavu na Goma. Mtazamaji, kwa upande wako mpaka sasa ili swala tunaliacha mikononi mwako. Unawapatia asilimia ngapi wazalendo na jeshi mzima ambalo wako nalo kwenda kusaidia mji wa Bukavu na kukomboa mji wa Goma, huku wakiwa katika muungano na wanajeshi kutoka nchi ya Burundi, vile vile na jeshi la FARDC ambalo ni jeshi kubwa kutoka nchi ya Kongo? Wapo wote na matumaini kwamba watakwenda kukomboa mji wa Bukavu na Goma. Mtazamaji, kwa upande wako unazungumza vipi kuhusiana na hili swala? Kwa sababu mpaka sasa wazalendo wanashuhudiwa hawajafanya mapambano yoyote yale makubwa na waasi wa M23, na kukaa kimya kwa wazalendo huko mjini Uvira katika vijiji vingine kumekwenda kuwapa wasiwasi raia. Niambia ulipo mtazamaji, mimi nipo mashariki mwa nchi ya Kongo. Tuambie unatufuata kutoka nchi gani na uko wapi na nini unakwenda kuzungumza kuhusiana na vita hivi ambapo gumzo uko
mjini Luanda, ambao ni mji mkuu, makao makuu ya nchi ya Angola, ambao wamekwenda kukaa chini, kwenda kuleta tofauti zao na kwenda kuingilia kati ili swala vita ya M23 kugombanisha nchi ya Kongo, aswa mashariki mwa nchi hiyo. Ni kwenda kukwambia kwamba waasi wa M23 walikwenda kupeleka tangazo kwamba wao hawatokwenda kushuhudia, hawatokwenda kuingia katika hicho kikao, hawatokwenda kuwa pamoja katika mazungumzo ya amani na rais wa Angola, au kwenda kuingia katika mazungumzo ya amani na vikosi vingine ambavyo vimekwenda kuitwa huko. Lakini vile vile government ya Kongo au serikali ya Kongo ilikwenda kupeleka watu ambao watakwenda kuitambulisha serikali hiyo mjini Luanda, moja kati yao akiwa ni Jean Pierre Bemba, ambaye alikuwa ni mmoja kati ya waziri ambaye anahusika na mambo ya ulinzi hapo government iliyopita. Wao ni kikosi ambacho kiko katika delegation ya kwenda kufanya mazungumzo hayo, huku waasi wa M23 walipeleka matangazo yao kwamba hawatofanya muungano huo. Lakini mpaka sasa tutakwenda kukuhabarisha, kukuambia nini kinachojiri mjini Luanda baadaye. Hata hivyo, niliyotoka kukuambia kwamba mazungumzo ya amani ambayo yanaendeshwa huko mchini Angola, hapa nyuma vyombo vya habari vilikwenda kufanya mahojiano na rais wa nchi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi, wakakwenda kumuuliza kuhusiana na ili swala la kukaa chini kufanya mazungumzo ya amani ili vita viishe. Rais alikwenda kusema kwamba yeye yuko tayari kufanya mazungumzo, lakini alikuwa na sheria zake au kauli mbili. Kauli ya kwanza, mtazamaji, ni kwamba rais alikwenda kusema kwamba wakikwenda kufanya mazungumzo ya amani ni kwamba wavunje mikataba yote ambayo ilikuwa imepangiliwa, ya ambayo inashikilia na kuifanya nchi ya Kongo kuwa katika wasiwasi. Hapo yeye atakwenda kuitika mazungumzo. Lakini wakienda kufanya mazungumzo ya amani ya kukaa chini baada ya miezi miwili, ili tena miaka mingine ambayo itakuja hapo mbele waje kusumbua nchi ya Kongo, hasa mashariki mwa nchi hiyo, yeye atakuwa tayari kwenda kufanya mazungumzo hayo. Uende kwanza utujibu katika haya maswali. Je, unawaza mazungumzo ya mjini Luanda huko mchini Angola yataleta muafaka na yataleta amani mashariki mwa nchi ya Kongo? Mtazamaji, unadhani je, wanajeshi wazalendo waliopo huko Kamanyola, wote katika muungano na jeshi la nchi ya Burundi na wanajeshi wa FARDC watakwenda kukomboa mji wa Bukavu na Goma? Haya ni maswali ambayo tumekwenda kuyaacha. Kwa upande wako una mtazamo gani, mpenzi mtazamaji wa matangazo yetu ya Tukutane TV? Hayo ni machache ambayo tulikwenda kukuletea siku ya leo, ambayo tuje kuyachambua pamoja na Tukutane TV. Utuambie una mawazo gani kuhusiana na hali ya usalama iliyopo mashariki mwa nchi ya Kongo. Hii ni Tukutane TV, tupo mashariki mwa nchi. Mimi ni Dinamike Malembe wa Tiki TV na mshika picha wangu ni Pepe Wilonja. Kwa hili